tumeondoka katika mila na desturi za kibinadamu. Sababu mila na desturi za kibinadamu ama za wanadamu hasa ni kwamba sisi wote kama wanadamu, kama jamii ya wanadamu, sisi wote ni ndugu na dada. Tulitoka katika tumbo ya mama moja. Nina maana gani? Nina maana ya kwamba twafaa kuishi kwa upendo, kwa udugu, tuache ubapeli. Sababu ubapeli hautupeleki popote. Tuache kutumia wengine kama madaraja. Yaani mtu anapohusika kwa maisha yako kukusaidia ndo tu wa maana. Wakati huwa nao kusaidia ndo wa maana. Mara usaidizi unapoisha ama unaposaidika unamsahau. Unamuona kana kwamba yeye mwenyewe hana dhamana kwa maisha yako. Nitaka kukuambia kwamba huyo mtu unamuhitaji kuishi. Kama tukijua hekima hii, tutaacha kutumia watu kama madaraja. Ukijua kwamba hii dunia wewe upate mali kiasi gani, upate pesa kiasi gani, huwezi ukaishi peke yako. Utaacha ubapeli. Hata uwe na ngali ngapi, hata uwe na manyumba mangapi, hata uwe na biashara ngapi, hauwezi peke yako. Utaacha ubapeli. Na mimi nimejifunza kanuni hii. Nimejifunza unyenyekevu. Manake nimejua hata katika biashara nilizo nazo mingi, wale wafanyikazi nisipokuwa na wao, wakati mwingine zinakuwa ngumu kwangu. Kiukweli mimi katika biashara zangu huwa nina uwezo wa kuwa na biashara zaidi ya 7 ama 8. Kwa kuwa nina ndugu zangu na wafanyikazi ambao tunafanya kazi na wao, ambao wananisaidia wakati mimi nafanyia kazi hapa, wao wenyewe wanaweza kuwa nafanyia kazi maeneo mengine. Na tunapata hela na hilo inanipa profit. Na inanifanya na improve, tunafika level nyingine. Tunahitajiana, ndo maana yangu. Tunahitajiana katika maisha haya. Hamna ubinafsi, hamna mahali inatupeleka. Na kwa kuwa mada yetu leo ni kuangalia milango ambao huwa tunaifungua na milango ambao huwa tunafunga ya matatizo au kukubalisha matatizo katika maisha yetu au kufunga matatizo katika maisha yetu. Nimesema kwamba matatizo ni aina nyingi. Kuna matatizo ya ndoa. Ndoa yako unapoangalia kutoka dada yako mdogo, tuanze babu. Unapoangalia kutoka babu yako alioa, wakawa na conclusion katika ndoa yao. Hata igawa maybe kuna mmoja ambaye kidogo wamefanikiwa kuishi pamoja, yani wanaishi kama heri. Sijui kama unajua kuna ndoa ambazo zinakaa kama heri. Bedroom ya mume na mke. Ya mke iko huko kando, ya mume iko huko kando. Wanakutanianga hapo sitting room madakika kidogo kujadili mambo ya familia kidogo. Kila mtu baadaye kwake. Yani ndoa, majibu huwa ni ya mkato saa zote. Nimesema hili kama nani? Mbona hukufanya hili? Mbona wewe usingalifanya? Imekuwaje? Yani ndoa ambao inafanya hata unapoangalia picha ya ndoa zingine utachukia ndoa kabisa. Hutatamani. Hilo ni tatizo. Na ni mlango uliofungua, na leo hii ningetaka uelewe njia ambao ulitumia huenda huo mlango ulitumika kufunguka, na uanze zoezi la kufunga mlango. Na mlango uliofunguliwa huwa unasumbua sio wewe peke yako, huwa unasumbua mpaka kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4. Mlango uliofungwa huwa umefungwa kwa kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha 4. Cha wale wenye dhambi na cha wale wenye kumcha Mungu. Sasa tulia, ili tuende sawa sawa, ili tuelewane. Nimekwambia kwamba kama ukichunguza katika familia yenu, babu yako alikuwa na ndoa ilikuwa na changamoto. Baba yako akawa na ndoa ambayo ni changamoto kisilani. Watoto wenu from sistako mdogo, ndoa ni kisilani vile vile. Sistako mkubwa, ndoa ni kisilani. Yule mkubwa, ndoa ni kisilani. Yani kwenu unapoangalia nyinyi wote, hata yule amefanikiwa kuwa na ndoa ya maana, bado ni changamoto. Yani mpaka mnamuadvise wakati mwingine atoke nje ya ndoa, sababu sasa hiyo ndoa ni shida. Jua ya kwamba hapo kuna ngome, kuna mlango uliofunguliwa na unatakiwa ufungwe. Na mlango unafunguliwaje? Mlango huo unafunguliwa rahisi namna hii.
Saa hizi huenda katika kizazi changu. Katika hii mimi mwenyewe nina milango mingi ambayo nimefunga katika kizazi changu. Ninapoangalia jambo fulani lilikuwa kwa familia yetu na silikubali, ninaanza kufunga huo mlango kwa ajili ya watoto wangu na kwa ajili ya wanao ninaowapenda. Na vile vile napitia masaibu nikifunga zile milango, sababu kuna zingine mpaka zitimize, zinataka yani zinatumia nguvu nyingi. So unapata wakati mwingine ninapitia mateso mengi sana nikijaribu kufunga milango zingine ambazo zilifunguliwa pasipo idhini yangu. Zilifunguliwa huenda na wazazi wangu, zilifunguliwa na wazazi wa wazazi wangu, na zinaendelea kuniwinda, lakini kwangu mimi nang'ang'ana kuzifunga. Hata mlango wa pombe, mlango, yani unaona jambo lolote lile ambalo unaonanga hili jambo limekuwa kwa jamii na ni jambo ambalo lina matatizo tu yake. Kama ni jambo la ulevi, ni jambo ambalo linakuwa linafanya huenda babako alifutwa kazi ama alikosa kutimiza dreams zake juu ya ulevi. Huenda brothers wako wamekosa kutimiza ndoto zao za maisha juu ya ulevi. Huenda fulani akapoteza mpaka mkewe na watoto wake juu ya ulevi. Hiyo ni mlango ulifunguliwa. Huo unawawinda. Milango ni mingi. Ninapoongelelea kuhusu milango naongelea milango mingi. Ni milango mingi sana huwa tunafungua, na ni milango mingi huwa tunafunga za matatizo katika maisha yetu na za kuishi. Na ndiposa nikasema katika maisha haya si kana kwamba sote hatuendi mbinguni. Kwa taarifa yako, kwenda mbinguni rahisi namna hii. Muamini Yesu Kristo na udhamirie moyoni kabisa unamwamini Yesu Kristo. Tubu makosa yako mara moja. Lile tendo la kumwamini Yesu Kristo na kutubu makosa yako kwa moyo wa dhati mbele ya Mwenyezi Mungu, umevuka kutoka mautini tayari na ukaingia katika uzimani. Wewe unahesabiwa uzima bure. Haki ya Kristo inakufunika. Wewe ni material ya mbinguni. Wewe ni citizen of heaven. Rahisi namna hiyo. Haitaki mambo mingi. Lakini sasa hapa kuna shida. Kuna shida ambayo ipo. Shida ya kwanza ni kutoka kuokoka. Kuna kwanza kuokoka na kuna kuongoka. Kuokoka na kuongoka tofauti. Vitu mbili tofauti. Unapookoka, ama unapookolewa, unaokolewa kwa neema na Yesu Kristo. Unaokolewa kwa neema. Na unaokolewa kwa siku hii moja. Yani kwa muda wa kitu ambacho kina take dakika. Sijui kama ni dakika ama ni masekunde. Dakika ni kuokolewa. Kuokolewa kunaweza chukua hata madakika. Dakika moja ama masekunde kadhaa. Tendo la kutolewa kutoka mautini kwenda uzimani ni tendo linalotendeka chini ya sekunde moja. Unakuwa umetoka mautini na kuingia katika uzimani. Lakini sasa kuna kuongoka. Kuongoka ni endelevu. Kuongoka ni jambo ambalo linatakiwa uanze kufunga milango sasa. Umeokolewa kwa neema, sikatai. Lakini kama ndugu yangu hujaokoka, kuokoka ni sawa, umeokoka. Lakini usipoongoka, jua kuna milango ambazo zinaendelea kusumbua jamii yako. Kuna milango zitaendelea kuwakula. Bado ukasikia Yesu Kristo amemwambia Kefa, utakapookoka atia moyo ndugu zako. Ina maana hata Kefa, ndiposa ujue hili jambo sio rahisi. Na sisemi sio rahisi eti useme basi mwisho wake ni huo. Mimi naishia kwa kuokolewa. Sasa ndugu yangu, wewe uteseke. Watoto wako wateseke. Watoto wa watoto wako wateseke. Ndio maisha hayo unayotamani wewe. Yaani wewe mpaka udhaliwe mpaka uondoke bado unateseka. Haujakula raha hata hii. Ndugu yangu, ndio mwisho wa kusema kwamba basi kuokoka ni ngumu. Sababu kama hutaki kung'ang'ana, utaongokaje? Kuna kuongoka na kuna kuokoka. Kuokolewa. Kuokolewa unaokolewa kwa neema. Lakini kuongoka sasa ni step by step. Roho Mtakatifu anaanza kukubadilisha step by step. Mnaanza kufunga mlango moja ule mwingine. Na usiwahi ona kana kwamba kuna chance, kuna kitu hata moja umepoteza. Huenda ukapitia mateso mengi sana. Ambayo yatakugharimu wakati mwingine hata kufunga kula na kunywa. Ambayo yatafanya maisha yako uyachukie kabisa. Useme katika kitu sitaki kuangalia ni maisha yangu. Mimi ni ukweli. Katika vitu zitafanya, huenda katika kufunga milango zingine zitafanya uyachukie maisha yako. Hata mimi mwenyewe unayeniangalia hapa nikikufunza hili jambo.
Mimi kuna wakati ambao Mungu akiniambia ama mtu yote akuja aniambia angalia nyuma maisha yako. Kuna wakati mwingine naambia Mungu hapana, mimi kule nimetoka wacha nisahau. Sababu nina mengi niliyoyapitia. Na nikikwambia nina mengi niliyoyapitia, nina kila sababu ya kuongea kama yule mzee Ayubu. Na kama hujanielewa angalau nenda kasome kisa cha Ayubu. Ndiposa utanielewa. Usome kuanza mstari ule wa 7. Jinsi ambavyo analia. Anasema maisha yangu haya ni ya nini? Yalikuwa ya nini? Ninadhoofika. Ngozi yangu hufumba tena ikatibuka tena. Ninadhoofika. Sitaishi siku zote. Je, mimi ni bahali hata ukaweka walinzi juu yangu? Je, mimi ni nyangumi? Je, mwanadamu mwanadamu hana kazi yake ya kuifanya katika siku za maisha yake? Na siku zake je, si kama siku za mwajiriwa? Usinisumbue. Sitaishi siku zote. Ayubu ndiye anayesema yale maneno. Na unaposikia Ayubu anasema yale maneno, hata sisi wenyewe, hata mimi mwenyewe nina kila sababu ya kuongea hivyo. Ila saa hizi naongea kwa hekima. Naongea kwa hekima ambao Mwenyezi Mungu amenijalia. Sababu nime-understand all those pain, what they meant. Nina understanding kubwa. Kweli ukikosa understanding itakugharimu complain. Ukikosa understanding wakati mwingine utakuwa na complain miaka zako zote. Mimi nina kila sababu ya complain lakini na understand. Ndiposa si complain. Naelewa kuna shida fulani zimenitokea. Zimenitokea kwa ajili ya kitu fulani. Nina madhaifu yangu, nina shida mingi ambazo nimezipitia. Nikijaribu kufunga milango zingine, hata zingine kuna zingine huwa mpaka namwambia Mwenyezi Mungu sasa itabidi umeingilia kati kusaidia kufunga, sababu milango zingine ni za mababu na mababu na mababu. Ni mlango ambao umeishi kwa jamii. Mlango ambao unafungwa kwa kufunga na kusali. Yaani ni mlango ambao kuna milango ambao ina vitisho kufungika. Sio yote, kuna ile milango unaendaga ukiwa umefunga tu kwa haraka, maombi ya siku moja unafunga mlango fulani, maombi ya siku 2 unafunga mlango fulani. Ila kuna mlango ambao ulitolewa kafara. Kuna mlango ambao yani una boundary. Unafanya mlango ambao utasababisha Mungu mwenyewe ndo ashuke au funge ule mlango. Na kwa kuwa tuko katika kipindi cha hekima, tunaelimishana ili tuweze kuanza kufunga hii milango mapema. Sababu mimi nimeona watu wengi. Mama anaingia kwa ndoa na watoto 2 ama watoto 3. Wale watoto wote 3 baba tofauti. Na ile ndoa anayoingia mara ya mwisho ni ndoa ya kujishikilia. Inaitangwa ndoa ya out of option. Yani sina option. Mnapatana watu 2 wenye hawana option, mnabidi mvumiliane maisha. Sio ndoa, ni kuvumiliana maisha. Yani maisha tu yaende, enjoy. Yani sio ndoa, ni maisha tu yasonge. Anakuja mtoto wake naye anapata mtoto wa kwanza na baba tofauti. Anapata wa pili na baba tofauti. Anapata wa 3 na baba tofauti. Halafu anabaki katika ule mtindo wa kujishikilia bora maisha yaende. Yani ndoa hamna. Ladha ya mapenzi iliisha. Mtu hata ukamwambia kuhusu mapenzi anakuchangaa. Kwambia mapenzi yana exist. Na yuko katika ndoa anakwambia mimi niko katika kujishikilia bwana. Yani ni msaidizi. Tumetafutana hapa, yeye baba amekuja na watoto wake, mimi nimekuja na watoto wake, tusaidiane angalau. Maisha haya mtu peke yake atafariki bure. Si eti kana kwamba mimi naamini kwa mpango wa ndoa ama mpango wa lishe. Kuna watu wengi nimepatana na wao wana masaibu haya. Ndiposa ninakwambia kuna milango anza kuzifunga. Wacha uwe wa mwisho. Haina maana yoyote bwana wewe. Kwani upendi watoto wako? Upendi wanao kuzunguka? Yani unatamani mtu mwingine ambaye atakuwa na mfano wako. Kwanza mtoto wako anakurepresent. Mtoto wako anakurepresent. Ana sura ya kwako, ana macho kama ya kwako, ana masaibu kama ya kwako. Yani ule uchungu unaosikia saa hizi, hebu upime hivi na kwa grasi. Uniambie kama unatamani mtoto wako ausikie huo uchungu na mara 2 zaidi kuzidiliwa. Kwa kuwa tu
umeamua kulala na kutofunga hiyo milango. Funga kwa ajili ya watoto wako. Kuna milango itatakiwa uifunge. Na kufunga milango zingine maishani inabidi kujitoa. Jitoe mhanga mpaka milango zenyewe zifungike. Milango gani ninazoongelea? Kuna mlango ambao huenda mimi mwenyewe, nimetoa mfano na mimi mwenyewe. Huenda mimi mwenyewe katika kizazi changu kuna mambo ambayo licha na kuwa kuna milango ambazo na mimi kwangu nang'ang'ana kufunga. Bado ina uwezekano wa kufungua milango zingine. Na funguaje milango zingine? Kuna wakati ambao kiukweli naangalia maisha unaona maisha mangumu. Unaamua kuendea wachawi. Ukiendea wachawi mara moja unafungua mlango. Mlango ambao umefungua ni mlango wa suluhisho zozote. Ikitokea kwa familia, kwa kizazi chako kuna mtu yoyote atafanikiwa, ni apitie kwa mchawi tena. Pasipo mchawi hamna. Na ile ni kafara za damu. Ujue inatakiwa utoe damu. Inatakiwa uishi maisha ya kumwabudu Mungu mwingine. Ina madhara kubwa katika maisha yako. Sababu Mungu huwa anasema ni Mungu mwenye wivu. Unaposikia Mungu anajiita Mungu mwenye wivu, kuna wakati hata Mungu ana wivu na kazi yake. Usimuone amenyamaza ukadhani atakunyamazia mpaka umeenda kwa mchawi na bado atanyamaza. Ana wivu na kazi yake. Ana wivu na materials zake. Hata kuangalia ukiwa mwanadamu eti unamtumikia shetani na bado anaendelea kuangalia, utachapwa. Utachapwa. Mimi nakwambia utachapwa. Na kitakacho kuchapa ni sheria za asili. Sio Mungu mwenyewe. Hata chuka mbinguni. Tuna sheria za asili zinafanya kazi duniani. Na unafaa kusomea sana kuhusu sheria za asili. Ili ujue mapigo mengine unayoyapitia katika maisha yametokana na nini. Usimwabudu Mungu mwingine. Kuna Mungu peke yake wa mbinguni na ndiye Mungu wa kuabudiwa. Na unapowaendea wachawi, unafungua mlango wa matatizo kwako, kwa watoto wako na kwa kizazi cha kwanza, cha tatu na cha pili na cha nne. Na kinapofika kizazi cha nne, kama hawajabadilika, kinaanza kujihesabu tena. Ndiposa unapata kuna shida ambazo ziko katika generation. Yaani watu fulani hawatokezi. Nini fulani haitokezi? Kabila fulani halitokezi. Yaani kuna shida. Kuna shida ya milango hizi. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama unanielewa ninachokimaanisha. Anza kuchukua hatua. Kwa ajili ya watoto wako unaowapenda. Kwa ajili ya ndugu zako unaowapenda. Chukua hatua ya kumwambia Mungu ni ukweli, nimeokoka, nimeokolewa kwa neema. Nimekuamini na najua kwamba mbinguni ninaenda. Lakini sasa acha tuanze process ya kuongoka. Process ya kuongoka, anza kuniambia ni milango gani nianze kufunga. Ukigundua kwamba wenzenu wote mmeishi kuwa mnaharibiwa maisha yenu na ulevi, anza kufunga yule mlango taratibu, kuwa against it. Anza kuombea, na ukiombea pia tafuta ushauri na saa, tafuta masomo za saikolojia, anza kuiondokea ile pombe taratibu. Udua kuna mlango mwingine ulifunguliwa. Mlango wa doa haifanyi kazi kwa maisha yenu. Sasa my friend, it's up to you. Jua kwamba ule mlango usipoanza kufunga, utaendelea kusumbua wewe. Na utaendelea kusumbua kizazi chako. Na mtaendelea kuwa na masaibu. So chukua hatua. Hatua ni kuanza kufunga yule mlango. Anza kufunga yule mlango. Na katika kipindi hiki cha siku hii ya leo, ninaomba Mungu milango zozote zilizofunguliwa kinyume chetu ifungike kwa jina la Yesu Kristo. Amini hili na usitangue. Milango zilizofungwa kwa kinyume na maisha yetu zifungwe katika ulimwengu wa kiroho. Wewe ambaye unanisikiliza, wewe ambaye unaelewa na kipindi hiki ninachokimaanisha, najua hadi saa hizi unaelewa hata matatizo ambayo huenda mnapitia katika maisha yako sio makosa yako. Kuna zingine ni milango zilizofunguliwa. Watu wa kizazi hiki almost 70% sio watu ambao wanaishi maisha yao. Wengi wanaishi maisha ya milango iliyofunguliwa.
kinyume chao. Wengi wanaishi maisha ya masumbuko, ya mateso, ya milango iliyofunguliwa kinyume chao. Lakini naomba Mungu leo aingililie kati milango zilizofunguliwa kinyume na maisha yetu, zote zikakome kwa jina la Yesu Kristo. Na mtu aseme amina. Ningetamani tuendeleshe kipindi hiki hadi masaa zingine, ili tuelewe kuhusu milango hizi ninaziongelea. Lakini nafahamu ya kwamba kama tukipumzika, kesho tuweze kuendelea, tutaweza kufafanua hadi zaidi. Na tutaweza kupata ufafanuzi zaidi wa ni nini hasa nilikuwa naongelea ninapokuambia kuhusu milango zilizofunguliwa katika maisha yenu, na jinsi ya kuzifunga milango ambazo ni za kuleta matatizo katika maisha yetu. Mungu awabariki sana. Hiyo ninadhani ni part B ya hichi kipindi. Kuna part A, kama hujatazama part A hakikisha umeitafuta na umeitazama. Kuna part A na tutakuwa na part C, tutakuwa na part D na huenda hata part E. Mpaka pale tutakapomaliza kuhusu hii mada. Mungu na akubariki sana hadi wakati mwingine. Ubarikiwe sana. Amina. Na niseme ya kwamba huenda uko pale maybe hujaimpatia Yesu Kristo maisha yako. Rudia ombi hili fupi nyuma yangu na your life will never be the same again. Say, dear Lord, tonight I come before you. I know I'm a sinner. I know I'm not perfect, but change me, mold me, make me one of your followers. In the mighty name of Jesus, don't let me suffer anymore from the sins that I don't even know. Don't let me suffer anymore from inheritance sin. Change me, mold me, make me one of your righteous people. In the mighty name of Jesus Christ and the Father and the Holy Spirit, I pray and I trust. Amen. If you have said that single prayer, then your life will never be the same again. Tupatane katika kipindi next. Mungu na awabariki sana.